Je, unajua kwamba watu wengi wanalipa bima ya afya kila mwezi, bado huishia kulipa pesa nyingi hospitalini? Na mbaya zaidi, wengi hugundua hilo wakiwa tayari wamelazwa hospitalini. Sasa swali ni hili: je, unachagua bima yenye afya sahihi au unachagua kwa sababu ya bei tu? Katika video hii utajifunza mambo ambayo kampuni za bima hazipendwi yajue na yatakayokusaidia kuepuka kupoteza pesa zako bure. Na mwisho video hii nitakuonyesha jinsi ya kuchagua bima ya afya bora kulingana na maisha yako, iwe wewe ni mfanyakazi, mjasiriamali au mwanafunzi. Usiondoke hapo, kwa sababu hii inaweza kukuepusha na deni la hospitali la mamilioni. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya na maudhui ya afya, bonyeza alama ya subscribe ngine pembeni yake. Tuanze kuangalia bima ya afya ni nini. Bima ya afya ni makubaliano kati yako na kampuni ya bima, ambapo unalipa kiasi fulani cha pesa kila mwezi au mwaka ili kukusaidia kukulipia gharama za matibabu unapougua. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanafikiria bima ya afya ni kadi ya bure hospitalini. Hapana. Bima ya afya ina sheria zake, mipaka yake na masharti ambayo lazima uyaelewe kabla hujasaini mkataba. Kuna aina kuu tatu: bima ya mtu mmoja, bima ya familia, bima ya kikundi kwa kampuni au taasisi. Lakini sio zote zinakufaa wewe. Makosa makubwa ambayo watu wengi hufanya. Sasa hapa ndipo penye shida kubwa. Watu wengi hufanya makosa haya. Kwanza, kuchagua kwa bei tu. Wengi husema hii ni bei chini au ni chipu sana na ichukua itanifaa. Lakini hawajiulizi, inalipa hospitali zipi? Inalipa magonjwa gani? Kuna limit ya matibabu au kuna ukomo wa matibabu? Je, ni madaktari gani ambao nitawaona? Kosa la pili, kutokujua waiting period, yani muda wa kusubiri. Baadhi ya bima hukufanya usubiri mwezi mmoja hadi miezi mitatu hadi miezi 12 kabla ya kutumia huduma fulani. Unadhani una bima, kumbe bado haujaruhusiwa kuitumia. Kosa la tatu, kutokujua hospitali zinazokubaliwa. Unaweza kuwa na bima nzuri, lakini hospitali nzuri unayoipenda haipo kwenye network ya bima husika. Matokeo yake, ukienda kwenye hospitali ambayo unaipenda, basi unaambiwa ulipe kwa cash. Unaanza kukasirika, kumbe hukujua ni hospitali gani ambazo zinakubalika. Kosa la 4, kutokusoma masharti madogo. Hapa ndipo hela nyingi hupotea. Watu wengi hukubali bima bila kusoma maelezo yoyote au bila kuwa na ufahamu wowote. Aina za malipo ya bima. Kabla hatujachagua bima, lazima uelewe mfumo wa malipo. Kwanza ni premium. Hii ni pesa unayolipa kila mwezi au mwaka. 2 ni deductible. Hiki ni kiasi unacholipa kabla bima haijaanza kukulipa. 3 ni copayment. Hii ni sehemu unayochangia kila unapokwenda hospitalini. Mfano, bima inalipa 80%, wewe unalipa 20%. Hapa watu wengi hupotea kwa sababu hawajui hizi terms na hawataki kuzifuatilia. Ila leo nimekuletea jinsi ya kuchagua bima bora. Sasa tuingie sehemu muhimu zaidi. Kabla ya kuchagua bima, jiulize unahitaji nini? Mfano, matibabu ya kawaida, uzazi, kujifungua au pasuaji, dawa za muda mrefu au matibabu ya magonjwa sugu, au huduma nyingine yoyote ile ambayo unahitaji. Hapa nimetolea mfano tu. Namba 2, familia yako ina watu wangapi? Bima ya familia mara nyingi ni nafuu kuliko ya mtu mmoja mmoja kwa muda mrefu. Hivyo ni vyema kuangalia bima ya familia. 3, hospitali unazopenda zipo kwenye network. Hii ni muhimu sana, kwani kuna baadhi hujikuta wanaenda kutibiwa hospitali fulani, kumbe haipo kwenye kifurushi cha bima husika. Je, bima inashughulikia magonjwa sugu au magonjwa ambayo yanakusumbua kama kisukari, presha, moyo, na inashughulikia magonjwa haya kwa kiwango gani? Ni muhimu sana kujua. Je,
Kuna cover ya dharura au emergency, mfano ajali, upasuaji wa haraka na kadhalika. Hivi ni vitu vya muhimu sana kuzingatia kwenye bima ambayo unahitaji. Makosa ya kuepuka kabisa. Kwanza, usichukue bima bila kuuliza maswali haya. Je, ninaweza kutumia hospitali yoyote? Je, dawa zote zinalipwa na bima hii? Kuna limiti ya mwaka au kuna limiti ya muda fulani? Je, ninaweza kuongeza familia baadaye? Je, nikilazwa nani analipa kwanza au nani analipa huduma za malazi? Kumbuka, bima nzuri si ile ya bei rahisi. Bima nzuri ni ile inayokulinda wakati wa dharura. Mfano mzuri. Hebu fikiria kuna watu wawili. Asha anachagua bima ya bei rahisi bila kuangalia masharti. Juma anachagua bima baada ya kuchunguza hospitali, cover na magonjwa ambayo anasumbuliwa. Baada ya mwaka mmoja, Asha analipa mara 3 zaidi kwa kesi. Juma anapata huduma zote bila msongo wa mawazo. Tofauti ni ujuzi tu. Kama video hii imekusaidia kuelewa jinsi ya kuchagua bima ya afya, andika bima kwenye comment section. Kama unataka nikuandalie video ya bima bora Tanzania, bei za bima mbalimbali, au jinsi ya kupata bima nafuu lakini yenye faida kubwa, usisahau kuandika kwenye comment section, lakini pia like na share video hii kwa watu wengi zaidi ili waweze kujifunza kuhusu bima na waepuke harakati za kulipa gharama kubwa wanapolazwa hospitalini. Nikutakie siku njema na